Warigani Tanzania, karibu Yegowaso TV, sauti ya jamii, na mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali zoeni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Yegowaso TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Kwa majina naitwa Ruth Kayola Chingoro, ni daktari katika hospitali ya Manispaa ya Msoma. Na leo ni siku ya maadhimisho ya sickle cell duniani. Sisi kama hospitali ya Msoma tumeungana pamoja na wanaoadhimisha siku ya sickle cell duniani katika maadhimisho haya kuwatambua watu ambao wana ugonjwa wa sickle cell pamoja na kutoa matibabu na dawa. Lakini kilele cha maadhimisho haya ni tarehe 19 mwezi wa 6 2026, ambayo itakuwa siku ya kesho, siku ya Ijumaa. Kwa hiyo sisi kama wafanyakazi wa hospitali ya Manispaa ya Msoma tulikuwa tunawaomba ndugu jamaa, majirani ambao wana ugonjwa huo, ambao hawajitambui, kuweza kufika katika hospitali yetu hapa kuweza kupima hayo magonjwa, na watakaobainika watapewa dawa. Sickle cell kama sickle cell ni selimundu. Hili ni gonjwa la kurithi ambalo linatokana katika vinasaba vya wazazi wote wawili, kutoka kwa baba na kwa mama, ambao inatengeneza mtoto ambaye anazaliwa na ugonjwa huo. Na ni ugonjwa ambao utaishi nao maisha yako yote, na unaweza kuishi kama mtu wa kawaida pale ambapo unakuwa unatumia dawa na matibabu, kwa sababu utakuwa unapewa kliniki za hapa na pale kuja kumuona daktari na maendeleo jinsi ya kuweza kuishi kama watu wengine. Lakini pia unaweza kupata na changamoto ambazo watu wa sickle cell wanazipata katika maisha yao ya kila siku, kupata maumivu ya viungo, kuishiwa damu, kupata homa za hapa na pale. Lakini kupitia kliniki za pale ambazo unakuwa unapewa na daktari, inaweza kukusaidia kuepukana na hizo hatari za changamoto kama hizo unakuwa unazozipata kwa mara. Maana utaona na daktari na utapewa dawa pia. Kwa sababu ni wengi ambao hawajajua changamoto ya huu ugonjwa, kwamba mtu anaweza kuwa na huu ugonjwa na akaishi kama mtu wa kawaida na akatibiwa na akaendelea na dawa zake. Kwa hiyo tumeamua kutengeneza vipeperushi ambavyo vinakuwa atakayekuja kupima leo atampelekea na jirani kuweza kusoma na kuweza kufika katika hospitali ya Manispaa kuweza kupima. Sisi kama hospitali ya Manispaa na timu yetu nzima ya madaktari tumejiandaa, ipo timu ya kutosha, wapo wafanyakazi, wataalamu wa maabara, wapo madaktari, vipimo vitafanyika bure kabisa na dawa zitatolewa bure. Kwa hiyo tunawasihi jamani, ndugu wananchi, kuweza kufika na kutambua huo ugonjwa. Lakini pamoja na hayo, ugonjwa wa sickle cell imekuwa ni changamoto kubwa katika jamii ya kanda ya Ziwa. Wagonjwa wengi wana changamoto hiyo ya ugonjwa huu wa sickle cell, kwa sababu wengi wao hawajui, hawana elimu juu ya ugonjwa huu, wakiamini kwamba ni laana, wakiamini kwamba wamelogwa. Lakini ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unasababishwa na kurithi, inayotokana na vinasaba vya mzazi mmoja kwenda kwa mzazi mwingine na kupata mtoto mwenye changamoto ya sickle cell. Watoto wenye sickle cell wanapata changamoto nyingi kwa kupata homa za mara kwa mara, upungufu wa damu, kudhoofika mwili, kupata hali ya kuchoka, kupata maumivu ya viungo. Haya yote yanatokana na sababu na ugonjwa wa sickle cell. Lakini kwa siku ya leo hapa madaktari wapo wamejipanga pamoja na wataalamu wa maabara kutoa mafunzo juu ya ugonjwa huo na kutoa matibabu kamili. Kwa wale ambao ugonjwa huo wanaufahamu, tunawashauri kuhudhuria kliniki zao za mara kwa mara za kila mwezi na kupewa dawa. Lakini pia tumetoa ushauri katika namna gani watakavyokuwa naishi huko nyumbani, kwa kuwashauri kula vyakula vya protini ili kuweza kuongeza damu. Vyakula vya protini kama vipi? Ulaji wa mboga za majani, ulaji wa vyakula vya protini kama samaki, mayai, maini, na pia kuwashauri kuwa wanakunywa maji mara kwa mara ili kuepuka hizo changamoto wanazokuwa wanazipata. Kwa majina naitwa Esther Naftali Marema. Naishi Msoma mjini, mtaa Mkendo Kati. Kikubwa zaidi tuwe tunaangalia afya zetu, kwa sababu ukikaa tu bila kuwa unachunguza afya yako unaweza ukajikuta na maradhi makubwa sana ambayo mwisho wa siku unashindwa kujitibu. Kwa mfano swala la selimundu. Selimundu ni ugonjwa ambao kwanza unajificha sana. Kwa mtu wa kawaida kuelewa kwamba huyu mtoto ana selimundu sio rahisi. Sana tutakimbilia kwenye magonjwa labda ya kishirikina, kwa sababu mtoto anaanza labda kuvimba miguu, kuvimba mikono. Kwa asilimia kubwa mtoto akishakuwa hivyo, watu wengi tunasema mtoto wangu kavimba kawaje, amerogwa. Lakini sivyo. Unakutwa ni changamoto ya selimundu. Changamoto ya selimundu inasumbua sana.
mtoto anakuwa anaugua, anapungukiwa damu, homa za mara kwa mara, kwa kweli inausumbua. Kwanza tu niseme kabla ya kujua kwamba mtoto wangu ana selimundu, maki hospitali nilikuwa nampeleka kwa wiki mara 2. Sijui shida ni nini, akifika anapewa dawa za malaria, akifika dawa za malaria. Nilivyogundua kwamba ni selimundu, siku hiyo nimekuja mtoto ana damu 4%. Nikalazwa kaongezwa damu. Walipima, ilishindikana kuonekana. Wakapima mara 2, ikashindikana. Mara ya 3 ndio ikajulikana kwamba ana selimundu na aliongezwa damu. Toka siku hiyo niliapa kwamba sitoruhusu tena mtoto wangu ongezwe damu, kwa sababu hizo damu za kuongezwa sio nzuri. Kwa najitahidi sana kumpa matunda, mboga kwa ujumla na dawa zile za kuongeza damu. Toka akiwa na miezi 8 hadi leo na miaka 11 hajawahi kuongezwa damu. Na ninawaasa sana wazazi wenzangu wajitahidi sana kwa wanachunguza afya za watoto wao, kwa sababu selimundu sio ugonjwa mzuri, ni ugonjwa hatari. Wajitahidi sana kwa hilo. Damu aliongezwa akiwa na umri wa miezi 8 peke yake, lakini toka kipindi hicho niliapa sitoruhusu aongezwe damu. Kwa hiyo najitahidi sana kumtafutia matunda na mboga na dawa za kuongeza damu. Unaweza kutumia matunda, mboga, lakini pia kuna dawa. Ukipata folic acid inasaidia zaidi. Na pia sasa hivi pia tunapewa dawa zingine zinaitwa hydroxychloroquine. Na zenyewe pia zinasaidia sana kuondoa ile selimundu, yani kuisambaza, yani ipate kuisha. Kwa mwisho wa siku unaweza kujikuta mtoto akawa na afya njema kabisa. Kwa kweli kwa sasa hivi sina changamoto. Mwanzo nimehangaika sana. Mara miguu inavimba, mara leo maumivu ya kichwa, mara leo mguu unauma, mara tu, yani nilikuwa napata changamoto nyingi sana. Lakini kwa sasa hivi sina changamoto yoyote ile. Wananchi wengi hatuna huo mwitikio wa kuwa tunapeleka watoto mara kwa mara hospitali. Hata hii ya kusema kwamba kila mwezi kumpeleka mtoto kliniki ya selimundu, ni wazazi wengi sana hawana huo mwitikio. Labda cha kuwaasa, hebu wajitahidi kupeleka watoto kwenye uchunguzi. Mtoto akigundulika na selimundu amwanzishie kliniki moja kwa moja. Itampa unafuu sana katika maisha yake. Kwa kweli mimi la kumwambia mtazamaji au mama mwenzangu, awe makini sana kuchunguza afya ya mwanawe, kwa sababu mtoto ni urithi wa kesho wa taifa letu. Haijalishi ana selimundu au hana selimundu, kinachotakiwa afya ya mtoto iimarike na awe imara. Kwa majina naitwa Agripina Mbuni, nimetokea Msoma. Nimekuja kwa ajili ya kupima afya kwa sababu leo ni maadhimisho ya sickle cell, ambapo nimekuta sina tatizo lolote, hivyo nahamasisha wananchi wenzangu kuja kupima na wao kujua afya yao, sio mpaka usubiri mtu unaumwa na kuja kujikuta na tatizo kubwa. Karibuni sana. Kwa majina naitwa Joshua Thomas kutoka hapa Msoma. Nimekuja hapa hospitali ya Manispaa kupima afya yangu kwa sababu leo ni maadhimisho ya sickle cell au selimundu duniani. Kwa hiyo nimekuja hapa nikanipima, niko salama. Kwa hiyo nawahamasisha wananchi ambao bado mjafika katika hospitali ya Msoma, mje kuangalia afya zenu zinaendeleaje, na pia huduma hapa ni nzuri, wataalamu wapo. Hii ni Egowaso TV, sauti ya jamii. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Egowaso TV. Lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu, una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usipate kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto kutokea hapa Egowaso TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Egowaso TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.